Leo tuko katika mradi wa ujenzi wa campus katika upanuzi wa Chuo Kikuu cha Muhimbili MUHAS ambao unafanyika hapa Mloganzila jijini Dar es Salaam. Na katika ziara yetu tumetembelea majengo mbalimbali, majengo ambayo ni pamoja na majengo ya utawala, majengo ya theater za ufundishaji, lecture theaters, maabara, maeneo mbalimbali ya kufundishia na kujifunzia katika kutengeneza hiyo kampasi mpya ambayo itakuwa inaongeza wigo wa ufundishaji wa madaktari katika nchi yetu. Kitu kikubwa ambacho tumekiona katika mradi huu ni kwamba majengo kwa maana ya miradi yote ambayo tumeitembelea iko juu, iko mbali zaidi katika hatua za utekelezaji ukilinganisha na ratiba iliyoko kwenye mkataba. Maeneo mengi tumeona ujenzi uko mbele kwa asilimia zaidi ya 10 kuliko ule mkataba unavyosema. Mkataba unasema ujenzi unatakiwa tunavyozungumza sasa labda uwe kwenye asilimia 60-65, lakini tunakuta wenzetu wameshakwenda asilimia 70 mpaka 80. Kwa hili ni jambo ambalo kwa kweli Chuo Kikuu cha Udaktari hapa Muhimbili wanapaswa kupigiwa mfano, na kwa kweli tumewaomba wenzetu watupe mbinu walizotumia ili tunavyokutana na wengine ambao miradi yao iko nyuma tuweze tuwashauri namna ya kupiga hatua katika miradi yao. Mradi huu unaenda kuleta tija kubwa kwa taifa, unaleta tija kubwa kwa sababu sasa udahili wa wanafunzi utaongezeka, lakini maeneo ya kujifunzia pia yataongezeka. Nafahamu MUHAS iko pale Chokucha, iko hospitali ya Muhimbili kule mjini. Ukiangalia ile eneo pande zote limeshazungukwa na ujenzi wa nyumba mbalimbali, makazi, biashara na kadhalika. Lakini MUHAS hapa eneo hili ni kubwa. Nimeambiwa kuna hekari hapa takriban 1000 au zaidi. Jambo ambalo hata upanuzi wa chuo hiki hata kwa matumizi ya baadaye itakuwa ni jambo jema sana. Ukizingatia nchi yetu idadi ya watu inakuwa kila siku. Kwa ratio ile ya daktari na watu wanaowahudumia bado kwetu kama taifa iko chini, lakini tukiendelea kupanua vyuo vinavyohusika na kuandaa madaktari kwa namna hii, maana yake huko tunako kwenda tunaweza tukapunguza ile gap ya ratio ya daktari na wagonjwa, na mwisho wa siku tukawa na nafasi nzuri zaidi ya kuweza kuhudumia nchi yetu. Hapa wamekuja kutembelea mradi wa Higher Education for Economic Transformation, ambapo kwa kampasi ya Mloganzila kuna takriban jumla ya shilingi bilioni 77 ambazo zinatumika hapa. Kuna fedha nyingine takriban bilioni 38 ambazo zinatumika katika kampasi ya kule Kigoma, na ujenzi unaenda vizuri sana. Sasa swala muhimu sana na kubwa ni kwamba hapa Mloganzila pataibuka mji wa kitaaluma wa utabibu. Itakuwa na academic health center city ambapo kutakuwa na vituo vingi vya umahiri. Jengo hili tulilosimama hapa ni kituo cha umahiri cha Afrika Mashariki kuhusu masuala ya ugonjwa wa moyo na mishipa ya damu. Jengo hili limeshakamilika, lakini tayari kuna dola milioni 83 ambazo serikali imeshatenga kwa ajili ya kujenga hospitali itakayounganishwa na jengo hili hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hii ni senta nzuri zaidi hapa nchini Afrika Mashariki, na moja kati ya senta nzuri sana Afrika katika masuala ya sayansi na tiba ya moyo na magonjwa ya damu. Sasa tofauti ya hospitali hiyo itakayoundwa hapa na hospitali ya kawaida ni kwamba yenyewe itakuwa sio kazi ya kutoa tiba tu, ni sehemu ya kutolea elimu, ni sehemu ya kufanya utafiti na ni sehemu ya kutoa huduma ya tiba. Lakini kipekee sisi kama wilaya ya Ubungo tunauzungumzia huu mradi kwa jicho la maendeleo zaidi, kwa sababu kama ambavyo mmesikia mradi huu awamu ya kwanza tayari chuo kinaendelea kupanuka, lakini tutakuwa na centers of excellence au center za umahiri katika wilaya yetu. Maana yake ni kwamba idadi kubwa ya watu itaongezeka watakao kuwa wanakuja kuhudumiwa katika eneo hili, lakini pia vile tafsiri yake ni kwamba ajira zaidi zitatengenezwa katika wilaya yetu, hata kama ni watu wanaotoka nje ya wilaya, lakini maana yake wataajiriwa ndani ya wilaya. Wale wote watakao kuwa wameajiriwa hapa, maana yake huduma zao za msingi zitapatikana ndani ya wilaya. Lakini pia vile kuna maendeleo mengine kama ujenzi wa barabara za ndani, utanuzi wa huduma zinazotolewa na vituo vyetu vya excellence hapa. Kwa wilaya ya Ubungo inaenda kufaidika kwa kiasi kikubwa sana kwa uwepo wa mradi huu.
Tunaishukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya 6 ambayo mimi ni mkuu wa wilaya ndani ya serikali, kwa namna ambavyo imeliangalia suala hili la kutanua chuo chetu cha Muhimbili kwenye sekta ya utafiti, ufundishaji na matibabu.